Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kubwa zaidi ni hiki ambacho kinaendelea Chadema, ambao sasa wana kampeni yao ya no reforms no election kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025 chini ya mwenyekiti Tundu Lissu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeeleza kuwa kinafuatilia kwa karibu tuhuma ambazo zimesambazwa mitandaoni kuhusu madai ya kupigwa kwa mratibu wa uenezi wa baraza la wanawake Chadema Bawacha Bi Siglada Mligo. Chadema inasema inafuatilia ili kujua ukweli wa jambo hilo na kuchukua hatua stahiki kulingana na miongozo ya chama hicho. Taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni kwamba kiongozi huyo alishambuliwa na watu kutoka chama cha Chadema. Chadema pia imetangaza kulibeba jukumu la kufuatilia kile walichokiita njama za Chama cha Mapinduzi CCM za kutumia tukio la kupigwa kwa Siglada kwa manufaa yao binafsi. Chadema katika taarifa yake iliyosainiwa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Bi Brenda Rupia imetoa wito pia kwa Siglada kuwa makini na mahusiano yake na Chama cha Mapinduzi ili kuepuka kutumiwa kwa malengo yasiyokuwa na nia njema ambayo yanaweza kuathiri si tu hadhi ya Chadema bali ya kwake kama kiongozi pamoja na usalama wake binafsi. Wakati hayo yakiendelea, wadau mbalimbali ambao pia wengine walikuwa ni viongozi wa chama cha Chadema wamejitokeza hadharani, lakini pia Kigogo ameandika mambo mazito huku akimtaja nani aliye nyuma ya tukio la kupigwa kwa Siglada. Wakati hayo yakiendelea, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Amos Makalla amemtembelea na kumjulia hali katibu mwenezi wa baraza la wanawake Chadema Bi Siglada Mligo ambaye amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, akimtakia matibabu mema na uponyaji wa haraka ili arejee katika majukumu yake. Makalla katika hatua nyingine ameonyesha kusikitishwa na ukimya wa viongozi wa Chadema kuto kumjulia hali kiongozi wao na kuendelea kumbeza Siglada mitandaoni. Badala ya kufuatilia afya ya kiongozi wa chama chao, wamejikita kwenye siasa na kuilaumu CCM kuendelea kumsaidia kwa matibabu Bi Siglada, amesema Makalla. Katika hatua nyingine, Makalla amemhakikishia Bi Siglada kuwa atampatia matibabu yote muhimu mpaka apone kama sehemu ya utekelezaji wa falsafa ya 4R ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakati hayo yakiendelea, aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje Chadema John Mrema amesema anasikitishwa na namna ambavyo Chadema imekuwa kimtisha mwenezi wa baraza la wanawake Bawacha Bi Siglada Mligo kwa kumpangia nani wa kumpa faraja na nani hatakiwi kwenda kumsalimia. Mrema amebainisha hayo saa chache mara baada ya Chadema kupitia kwa mkurugenzi wake wa mawasiliano Bi Brenda Rupia kueleza kuwa chama hicho kinamtaka Siglada kuwa makini na Chama cha Mapinduzi, kikisema kinafuatilia kwa ukaribu tuhuma za mwenezi huyo kudaiwa kupigwa na walinzi wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Mheshimiwa John Heche. Katika andiko lake, Mrema ameeleza pia kushangazwa na madai ya chama cha Chadema kutoona haja ya kulani tukio la kiongozi wa wanawake taifa kupigwa na kuumizwa, na badala yake Chadema inasema ni taarifa zinazosambazwa mtandaoni. Chama kinamtisha mgonjwa na kumpangia nani wa kumpa faraja na nani hatakiwi kwenda kumpa faraja, nani amchangie, wakati huo huo hakijaonyesha kuwa kipo tayari kuwezesha matibabu yake, ameandika Mrema. Mrema ameendelea kueleza chama kinasema kinaendelea na uchunguzi. Sasa kama kinachunguza, kwa nini kinatoa vitisho kwa mgonjwa? Hivi mgonjwa anayetishwa atatoa ushirikiano kwenye huo uchunguzi? Kinachochunguzwa jambo ambalo kinasema ni tuhuma za mtandaoni. Mrema ameendelea kueleza kuwa kauli alizoziita kuwa za kikatili alizoea kuzisikia wakati wa mtu aliyemuita kama mwenda zake, akikumbusha kauli zilizowahi kutolewa wakati wa matukio ya kupotea kwa Ben Sanane, Azori Gwanda, Kanguye na wengineo, akisema ukatili aliyofanyiwa Siglada hauna tofauti na ukatili mwingine unaopaswa kupingwa na kuukemea kwa vitendo.
Kauli ya Mrema imekuja kufuatia mijadala mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii ikichagizwa na ukimya uliokuwepo wa viongozi wa Chadema pamoja na ukaribu wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa mwenezi huyo wa Bawacha, ikiwemo harambee iliyoongozwa na katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Amos Makalla kuchangisha fedha za kugharamia matibabu ya Siglada pamoja na kumtembelea hospitalini Dodoma alipolazwa mwenezi huyo wa Bawacha. Lakini pia mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema James Mbowe, ambaye ni mtoto wa mwenyekiti aliyetangulia wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe, ameeleza kuwa kitendo cha Chadema kukaa kimya kwa siku takriban 7 tangu kushambuliwa kwa mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha Bi Siglada Mligo sio kitendo cha kiungwana, akikosoa pia taarifa ya Chadema taifa ya kushindwa kuwakemea aliowaita wahuni waliompiga mwenezi huyo akiwa mkoani Njombe. Shambulio la kuzuru mwili alilolipata katibu mwenezi wa Bawacha ambalo lilitokea Machi 25, 2025 wakati wa kikao cha ndani cha viongozi wa kitaifa wa Chadema waliokuwa wakikutana mkoani Njombe chini ya makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa ziara ya kueneza kuhusu vuguvugu la No Reform No Election. Ni tukio alilofanyiwa mwenezi wa Bawacha Taifa Siglada Mligo na sio la kiungwana wala la kibinadamu. Kitendo cha chama kukaa kimya, na leo ndio wanakuja na barua badala ya kukemea wahuni waliompiga Siglada na kuwachukulia hatua. Wanasema wanachunguza kama ni kweli. Swali langu ni kwa nini hawajalaani tukio hili? Sio chama wala Bawacha Taifa. Umuhimu wa kuandika barua umekuja baada ya CCM kuonyesha ubinadamu wao kwa Siglada, ameandika James Mbowe ambaye ni mtoto wa Freeman Mbowe. Kauli ya James Mbowe imekuja saa chache mara baada ya andiko lingine la aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema John Mrema kueleza kusikitishwa na ukimya wa Chadema, akilaani namna ambavyo chama hicho kimekuwa kikimtisha mwenezi huyo wa Bawacha. Chama hakikuona haja ya kulaani tukio la kiongozi wa wanawake taifa kupigwa na kuumizwa, kipigo kilichotolewa na mwanaume, bali kinasema ni taarifa zilizosambazwa mtandaoni. Chama hakikutoa pole kwa mgonjwa, mbona kinatoa pole hata kwa viongozi wa CCM wanapopatwa na majanga? Huu adui wa kushindwa kumpa pole kiongozi umeanza lini? Chama kinamtisha mgonjwa na kumpangia nani wa kumpa faraja na nani hatakiwi kwenda kumpa faraja, aliandika John Mrema. Siglada Mligo kwa sasa anapatiwa matibabu hospitalini mjini Dodoma, ambapo pamoja na mengine Chama cha Mapinduzi kikiongozwa na katibu wa itikadi na uenezi Amos Makalla kimeahidi kuendelea kuhakikisha anapata matibabu kikamilifu, wakiendesha pia harambee kwa ajili ya kugharamia matibabu yake. Kama nilivyokuambia, Kigogo 2014 kama ambavyo amekuwa kijiita kwenye mitandao yake mbalimbali ya kijamii, ameandika pia hiki ambacho kinaendelea Chadema kukaa kimya, lakini pia akimtaja John Heche kama mtu ambaye amehusika moja kwa moja katika tukio hili. Kigogo ameandika hapa kama jinsi ambavyo anashuhudia kwamba Heche ni gaidi. Tunaposema Chadema sasa imeshikwa na magaidi na warlords, hamkuwa mnaelewa, akimaanisha bwana wa vita. Huyu dada kiongozi wa Bawacha aliyepigwa na kujeruhiwa kwa amri ya Domokaya Heche amezidiwa na sasa anapelekwa Benjamin Mkapa Hospital huko Dodoma. Hawa ndio wanasema wanataka kutetea Watanzania. Hawa ndio wanajifanya wanapigania wanawake na matakwa kwa nchi hii. Halafu kuna lile limama lilikodishwa kujenga choo kwao, liko Nairobi, linaongea upuuzi kuhusu hili tukio. Polisi mnatakiwa mumkamate Heche akae ndani mpaka atakapomleta mlinzi wake. Sijui kwa nini mpaka sasa mnamwacha anabwabwaja tu majukwani. Huyu anatakiwa atiwe nguvuni. Hiki ndicho alichokiandika hapa Kigogo, lakini baada ya kuchapisha video hapa ya Siglada akiwa hospitalini, lakini hapa pia akiwa anahamishwa, lakini kubwa ameandika kwamba Heche ni gaidi, lakini pia Heche akamatwe akae ndani mpaka pale mlinzi
wake ambaye amehusika na tukio hilo atakapokamatwa. Lakini pia Kigogo hapa ameandika vitu vingi sana kuhusu John Heche, na ukiangalia katika posti zake nyingi sana amemposti hapa Heche na kuandika vitu vingi sana. Una nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako, lakini kubwa zaidi endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali na kila kinachoendelea kuhusu tukio hili, basi tutakuhabarisha tujue mwafaka wa tukio hili, kama Chadema watafanya uchunguzi, lakini pia wahusika wa tukio hilo kama watakamatwa. Kubwa tochea maoni yako na kaa karibu nasi kila wakati.